Bismillahirrahmanirrahim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwa yuko katika furaha zaidi, furaha ile kubwa kuliko yule mtu ambaye aliyepotelewa na mnyama wake, kisha baada ya muda akaja kumpata mnyama kama yule. Mtume sallallahu alaihi wasallam alituelezea yule bwana ambaye kwamba alokimbiwa na mnyama wake na chakula chake kiko juu ya yule mnyama, kila kitu chake kilikuwa juu ya yule mnyama. Mnyama kama yule akawa ni mwenye kumpotea, akakata tamaa baada ya kumtafuta kwa muda mrefu, akatulia chini ya mti akapata usingizi. Mara akishtuka amkuta yule mnyama wake na kila kitu chake kiko vile vile juu ya yule mnyama mbele yake. Yule bwana akawa na raha zaidi, mpaka raha kama ile ikamtoa katika vipimo vya Uislamu na vipimo vya kisharia, akawa ni mwenye kutoa maneno ambayo kwamba na kusema kwamba Mwenyezi Mungu, wewe ni mja wangu na mimi ni Mola wako. Lakini hakuchukuliwa kwa yale maneno kwa sababu ya ukali wa furaha aliyokuwa nayo, mpaka yale maneno yakatoka tofauti yanavyotakiwa yatoke. Hasa huyu amefurahika kisampuli kama hivyo, basi Allah Subhanahu wa Ta'ala anafurahika zaidi kumuona mja wake amemkosea, kisha akarudi kwake kumuomba toba na msamaha na istighfar, kwa sababu maumbile ya binadamu ni kukosa. Kullu bin adama khata wa khairi khata'ina at-tawwabuna. Mwanadamu ameumbiwa ni mwenye kukosa, ni mwenye kuteleza, na wakati akiteleza akikosa arudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi Allah ni mwenye furaha zaidi kuliko yule mtu ambaye kwamba aliyepotelewa na mnyama wake kisha akawa ni mwenye kumpata mnyama kama ule. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.